Aina 6 za watu ambao hutakiwi kuwapoteza kwa gharama yoyote. Kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia aina 6 za watu ambao hutakiwi kuwapoteza kwa gharama yoyote. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao kuna watu mbalimbali, lakini miongoni mwa watu hao wapo watu ambao hatutakiwi kuwapoteza kwa gharama yoyote. Kabla hatujaangalia aina 6 za watu ambao hatutakiwi kuwapoteza kwa gharama yote, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote wenye akili na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu wenye akili, lakini pia utakuwa wa kwanza kupata mafundisho yetu mbalimbali tunayoyatuma kila siku. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Zifuatazo ni aina 6 za watu ambao hutakiwi kuwapoteza kwa gharama yote. Namba 1. Mtu ambaye anaweza kukusaidia wakati yeye mwenyewe yupo kwenye shida. Wapo watu ambao wanaweza wakawa na mali na vitu, lakini wasiweze kukusaidia hata kidogo. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wamejaa ubinafsi. Wanaweza wakawa na mali na utajiri wa kutosha, lakini wasiweze kukusaidia hata kidogo. Hata ukienda ukalia kwao, wao hawatakuwa na huruma na wewe na hawataweza kukusaidia. Ukikutana na mtu ambaye anaweza kukusaidia wakati yeye mwenyewe yupo kwenye shida, mtu wa namna hii hutakiwi kumpoteza hata kidogo. Unatakiwa umthamini na unatakiwa umuone kama tunu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wengi wanaweza wakawa na vitu vya kutosha, lakini wakakuona kama wewe ni mtu ambaye hauna thamani kwenye ulimwengu huu. Ukikutana na mtu ambaye yeye anaweza kukusaidia wakati yeye mwenyewe yupo kwenye shida, mtu wa namna hii hutakiwi kumpoteza kwa gharama yoyote. Lakini aina ya pili ya watu ambao hutakiwi kuwapoteza kwa gharama yote, watu ambao wako tayari kutumia mali zao kufanikisha ndoto zako. Katika dunia ya leo, watu wengi huwa hawapendi mafanikio ya watu wengine. Wapo watu ambao wakiona mafanikio ya watu wengine wananuna na kuanza kuumia. Ukikutana na mtu ambaye yuko tayari kutumia mali zake ili kufanikisha ndoto zako, mtu wa namna hii unatakiwa umtunze kabisa na unatakiwa umuone kama tunu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wengi wamejaa ubinafsi na watu wengi hawako tayari kutumia mali zao kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Kuna mtu anaweza akatumia mali zake kusaidia, lakini mwisho wa siku ikawa ni masimango. Ukikutana na mtu ambaye yuko tayari kutumia mali zake zote au kutumia mali zake ili kufanikisha ndoto zako, mtu wa namna hii hutakiwi kumpoteza kabisa. Unatakiwa umtunze na kumheshimu sana. Lakini aina ya 3 ya watu ambao hutakiwi kumpoteza kwa gharama yote, mtu anayefurahia mafanikio yako. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wengi hawapendi kuona mafanikio ya watu wengine, na watu wengi wanaumizwa na mafanikio ya watu wengine. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye anakuwa anafurahia mafanikio yako, mtu wa namna hii hutakiwi kumpoteza kabisa. Mtu wa namna hii unatakiwa umjali kabisa na umtunze kwenye maisha yako. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wamejaa ubinafsi na roho ya chuki. Hawapendi kabisa kuona mafanikio ya watu wengine. Ndio maana leo hii unaweza ukakuta umefanikiwa, wale watu wa karibu yako ambao ulitarajia utakuwa nao, ukashangaa wanajitenga kabisa na wewe na hawataki kuzungumza na wewe. Kwa hiyo tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wengi wamejaa chuki. Lakini miongoni mwa watu hawa ambao tunaishi kwenye dunia hii, wako watu ambao wanapenda kufurahia mafanikio ya watu wengine. Ukikutana na mtu ambaye anafurahia mafanikio yako, mtu wa namna hii unatakiwa umtunze kabisa, wala hutakiwi kabisa kumpoteza kwa gharama yote. Unatakiwa umtunze na umuone kama tunu.
Lakini aina ya 4 ya watu ambao hutakiwi kuwapoteza kwa gharama yote ni mtu ambaye hata ukiwa kwenye dhiki ataendelea kuwa na wewe. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao asilimia kubwa ya watu wanapokuwa katika dhiki, watu wengi hujitenga na watu wengi huenda mbali na yeye. Kwa hiyo ukimwona mtu anaendelea kuwa pamoja na wewe kwenye dhiki, anaendelea kuwepo na wewe na anaendelea kukuheshimu, anaendelea kuwa pamoja na wewe, mtu wa namna hii hutakiwi kumwacha hata kidogo. Kuna msemo unasema, rafiki wa kweli hujulikana wakati wa dhiki. Unapokutana na mtu au unapokuwa na mtu ambaye ataendelea kuwa pamoja na wewe katika dhiki, huyu mtu wa namna hii hutakiwi kabisa kumpoteza. Watu ambao wanaendelea kuwa na wewe katika dhiki yako na wanaendelea kukutia moyo, watu wa namna hii hutakiwi kuwapoteza kwenye maisha yako. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao asilimia kubwa ya watu wanapoingia kwenye dhiki, watu wengi huwakimbia na huanza kuwasema vibaya. Ukikutana na mtu ambaye hakuachi hata unapokuwa katika dhiki, anaendelea kuwa pamoja na wewe, basi unatakiwa utambue mtu wa namna hii utakiwi kumwacha hata kidogo, unatakiwa uendelee kumtunza kabisa. Lakini aina ya 5 ya watu ambao hutakiwi kabisa kuwapoteza kwa gharama yote ni mtu ambaye yuko tayari kukuambia ukweli ili usitumbukie shimoni. Mtu ambaye yuko tayari kukuambia ukweli ili usitumbukie shimoni. Mtu wa namna hii hutakiwi kabisa kumpoteza kwa gharama yote. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wengi wanafurahia maanguko. Unapomwona mtu ambaye yuko tayari kukuambia ukweli ili usitumbukie shimoni, mtu wa namna hii hutakiwi kabisa kumpoteza. Mtu ambaye yuko tayari kukuambia na kukurekebisha ili usije ukapotea, mtu wa namna hii hutakiwi kumpoteza hata kidogo. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wengi wanapenda kuwaona watu wengine wakianguka na wao kwao ndio inakuwa furaha. Ukikutana na mtu ambaye yuko tayari kukuambia ukweli ili usitumbukie shimoni, hutakiwi kumpoteza mtu wa namna hiyo. Lakini aina ya 6 ya mtu ambao hutakiwi kumpoteza kwa gharama yote ni mtu ambaye yuko na wewe sio kwa sababu ya mali au utajiri ulionao. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao asilimia kubwa ya watu wanakuwa karibu na watu wengine kwa sababu ya kitu fulani au jambo fulani. Inaweza ikawa ni mali au utajiri ulionao. Ukiona uko na mtu ambaye yeye yuko pamoja na wewe sio kwa sababu ya utajiri ulionao au mali ulizonazo, mtu wa namna hii hutakiwi kumpoteza kwenye ulimwengu huu kwa gharama yote. Mtu ambaye yuko na wewe sio kwa sababu ya mali au tajiri ulionao, mtu wa namna hii ni wa muhimu na wa thamani sana na hutakiwi kumpoteza kwa gharama yote. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama kuna jambo umejifunza, basi like video hii na kisha comment hapo chini, andika nimejifunza zaidi. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema.